tutumie vizuri rasilimali tunazokuwa nazo. Tutumie vizuri mahali ambapo tumeajiriwa. Na ajira ni ngumu siku hizi, ndugu zangu, ni ngumu. Wachache wanaomaliza shule na kufatwa kama tulivyofatwa sisi zamani. Watu wanakuja bado uko kidato cha 4, wamesikia sifa zako, wanaanza kukutongoza, njoo kwetu bwana, kuna nafasi kubwa, kuna umeneja, kuna uhasibu. Havipo hivyo siku hizi. Na tunaviona, mnafanya interview watu 1000, zinahitajika nafasi 3. Mnapaswa kuwa ni mtu wa ajabu sana kupatikana katika hizo nafasi 3. Sasa ni kweli zinapatikana ama ni njia nyingine za ajabu zinatumika? Yote haya yanatudai uaminifu, ukweli na kuwa mtu wa haki. Sasa tumieni nafasi. Unapokuwa kwenye ajira, fanya kazi kwa bidii, kwa amani na kwa utulivu, na usichezee. Umekabidhiwa, ni dhamana kwako. Fanya kazi kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Usitegee, usinyanyase watu, wahudumie kwa moyo wote, na jione kwamba unawajibika kutoa taarifa. Kama vile sasa unaambiwa unakufa kesho, usije ukaanza kusema bwana, sijamaliza taarifa yangu. Hapana, uwe tayari wakati wowote. Uaminifu, upendo na haki ni wajibu ambao utatufanya tushiriki vizuri katika kazi ya uumbaji ambao Mwenyezi Mungu aliifanya. Wahenga waliwahi kutuimbia, nidhamu ya kazi ni msingi wa mafanikio mema kazini. Viongozi na wafanya kazi lazima wote muwe na nidhamu, migogoro na kadha wa kadha.